Bana, kuna baadhi ya video ambazo zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha baadhi ya matukio zikiwa zinasema kwamba China wamepeleka chakula Gaza kwa ajili ya watu ambao wamepata mashambulio ya hapo kwa hapo. Lakini pia video hizo zimeleta mtafaruku mkali sana katika mitandao ya kijamii na kuonyesha kabisa kwamba inawezekana kwamba hizi ni propaganda. Sasa basi ikabidi sasa nifuatilie kwa kina ili basi nje kuletea uchambuzi unaoeleweka katika jambo hili ambalo watu wengi wamekuwa wakirequesti katika mitandao mingi ya kijamii na kuonyesha kwamba nia nzuri kwamba je, kama ni kweli China wametoa msaada huo, je, ni nani ambaye basi anahusika katika jambo hilo? Basi nikajaribu pia kufuatilia kwa kina. Hapa kuhusiana na jambo hili nimejaribu kufuatilia ngoja kugundua kwamba hakuna ushahidi wowote unaoweza kuaminika unaoonyesha kuwa China imepeleka chakula katika njia hii ambayo ni njia za ndege, yani kupeleka chakula katika sehemu hiyo ya Gaza ambako katika ukanda huu basi katika siku za karibuni. Video zinazodai kwamba zimezidi basi kugundulika kwamba zilikuwa zina toa chakula hicho, basi video hizo ni potofu, kwamba na watu wengi ambao walikuwa katika eneo hilo la Gaza wanasema kwamba video hizo hazihusiani na China hata kidogo. Ukweli kuhusu video hizi basi zinazodaiwa kwamba ni airdrops kutoka katika nchi ya China, kwamba wa China ndio waliondosha chakula hicho na wa China ndio wanahusika katika jambo hilo. Video zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zikiwemo TikTok, mtandao X zamani ulikuwa unaitwa Twitter, zinaonyesha ndege zikiwa zinapakia misaada ya chakula na kutumia parachuti zikiwa zinadaiwa kuwa ni misaada ya chakula kutoka katika nchi ya China kwa Gaza. Na hata hivyo uchunguzi umebaini kwamba video hizo ni video za zamani na hazihusiani na China. Kwa mfano, baadhi ya video hizi zinaonyesha mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya vikosi vya anga vya Misri na China vinavyofanyika mapema Mei 2025 na sio airdrop misaada kwa Gaza. Ina maana kwamba Gaza hawajapata chakula chochote kile ambacho kinahusiana na ndege hizi. Yawezekana kabisa kwamba kuna mtu anataka kupeleka chakula katika eneo hilo na mwisho wa siku atashindwa kupeleka kwa sababu anaamini labda kuna watu wameshapeleka vyakula, au walitengeneza video hizi basi alikuwa na nia ambayo ni tofauti, ambayo bado haijajulikana kwa nini alitengeneza video hizi ambazo zina muonekano ambao ni tofauti kabisa. Misaada halisi ya China kwa Gaza. Ingawa China haijafanya airdrops ya misaada ya kwa Gaza, imekuwa ikitoa misaada wa kibinadamu kwa njia nyingine. Kwa mfano, China imetumia msaada wa chakula kwa familia 60,000 za Gaza kupitia ndege ya mizigo iliyosafirisha hadi Misri, kisha misaada hiyo ikasafirishwa kwa njia za barabara na kuingia Gaza. Na sio kama tunavyoona kwamba kwa siku ambazo za hivi karibuni wanasema kwamba wa China wameamua kushusha ndege. Hapana, wa China tukio ambalo walilifanya ni tofauti kabisa na hili, na China wamesema kabisa kwamba jambo hili alihusiana kabisa na ndege zao hata kidogo. Ndege zao mara ya mwisho inavyoonekana ni kwamba walifanya kupeleka chakula kwa familia 60,000 ambazo zipo huko Gaza kwa kupitia ndege ya mizigo iliyosafirisha hadi Misri, na baada ya hapo ndipo wakaweka katika magari na kusafirisha kwa njia ya barabara na kuingia hadi katika eneo la Gaza. Ina maana kwamba video zile hazihusiani na China hata kidogo. Athari kubwa sana za video hizi basi ambazo zimezidi kupotosha katika jamii, zinazidi kupotosha umma, basi kuna athari ambazo ni kama zifuatazo. Video hizi zinazidi kusababisha mambo mengi sana. Zinazidi kupotosha umma, zinaweza kufanya watu waamini kuwa misaada inafika kwa njia ambazo hazipo. Hivyo zinapunguza shinikizo kwa jumuiya ya kimataifa na kuchukua hatua za zaidi ambazo hatua hizi zinaweza kusababisha watu wengi basi wakawa tumia njia ambayo wanaanza kukiuka. Watu wanaokiuka basi wanaweza basi wakafanya jumuiya ya Afrika au jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kubwa sana ambazo hatua hizo zinaweza zikawaumiza hata wa China ambao wanakabiliwa na kusema kwamba wao ndio wamefanya jambo hili. Pamoja na yote, kuenea kwa propaganda zinaweza kutumiwa kuonyesha kwamba mataifa fulani kuwa kama wahisani wakuu, hata kama si kweli, kwa ajili ya faida za kisiasa au kijamii. Kwa sababu ukijaribu kupita katika mtandao wa Instagram utakuta kuna watu wengi wa Gaza wanasema eti ninawapenda sana wa China, ninaipenda China, naipenda China. Sasa video hizo ukijaribu kuzichukua, wamejaribu kuziconnect na tukio ambalo limepita, tukio ambalo linaonekana katika baadhi ya video kwamba chakula kikiwa kinashushwa katika eneo la Gaza, kitu ambacho si kweli.
Na watu wa Gaza katika sehemu za comment wamekuwa wakionyesha waziwazi kwamba hakuna chakula kilichofika. Hawa watu wanaongelea swala la kupenda China wametokea wapi? Na hawa watu ni wakina nani? Kwa nini wanaongelea swala zima la China? Je, ni watu waliotengenezwa au ni watu ambao walikuwa wanaisifia China kupitia video za kipindi cha nyuma? Je, kwa nini video hizi zina trendi kwa kipindi cha sasa? Kwa hivi sasa naamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinazidi kudhoofika. Sasa hivi wanazoofisha hata uaminifu. Kuenea kwa habari hizi za uongo kunaweza kuzoofisha uaminifu wa habari ambazo ni sahihi na habari ambazo si sahihi. Mashirika mbalimbali yanatoa misaada halisi, basi wanashindwa kufanya muendelezo wa kile ambacho walikuwa wanakifanya, sababu hawana uhakika kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika eneo hilo la Gaza. Gaza bado kuna kizaazaa. Gaza bado hali ni mbaya. Video hizo ni video za uongo. Kuna athari kubwa sana endapo video hizi zikazidi kusambaa na mataifa mbalimbali wakashindwa kutoa misaada katika eneo hilo la Gaza, kitu ambacho walikuwa wanakitoa kwa muda mrefu, kitu ambacho walikuwa wanakifanya kwa muda mrefu. Wapo watu wanaotumia fursa hii au matatizo haya ya watu wengine katika eneo la Gaza ili kuweza basi kujipatia kipato, kitu ambacho watu wengi wanaumia katika eneo hilo, na watu wengi wanaona kabisa kwamba hawa watu wa Gaza watakuja kuisha kwa sababu vyumba, sehemu walizokuwa naishi, vyakula ni kama vile wako magereza ambayo ni huru. Bana, ni sehemu ambayo inatia uchungu sana. Ujaribu kuangalia mtu ambaye basi ana binadamu mwenzako na anapata changamoto ambazo ni zaidi, hata hakuna mahali pa kulima, uwezi kulima, bado hali si shwari katika eneo hilo. Bana, usiombe vita. Vita ni mbaya sana, sababu ukijaribu kuangalia watu wanavyoteseka huko Gaza, bana, usiombe vita. Watu wanakufa kama vile utitiri. Yaani wanakufa katika hali ambayo ni ya kutisha sana. Bana, ngoja tuone nini ambacho watakiongelea katika video hizi wa China au watu wa Gaza. Watu wa Gaza wanashuka katika sehemu za comment baada ya video kuweza kupostiwa, na watu wa China bado hawajaliongelea jambo hili, lakini taarifa zinasema kwamba hakuna ukweli wowote unaohusiana na video hizi. Ni video ambazo ni za kutengeneza. Watu inawezekana kwamba wametumia video za AI wakaweza kuziconnect, na mwisho wa siku matukio haya yanaonekana kwamba ni matukio ambayo ni ya kweli na inawaumiza watu wa Gaza. Sasa basi, kwa sasa hakuna ushahidi wowote wa kuaminika unaweza kuonyesha kuwa China inapeleka misaada kwa njia hii za airdrop. Nikiwa maanisha kwamba airdrop ni vyakula vinashushwa kutoka katika anga, alafu kisha parashuti linateremsha mpaka pale chini, alafu watu ndipo wanapoanza kugombania kwa ajili ya kuchukua. Ni familia nyingi sana zilizoko katika eneo hilo la Gaza ambalo bado wanahitaji chakula, lakini pia taarifa hizi zinaweza pia zikawafanya wakakosa misaada kabisa. Baadhi ya makampuni au mashirika ambayo yanatoa misaada wakahisi watu wao wana chakula, kumbe hakuna. Gaza, video hizi basi zinazodaiwa kuwa ni video ambazo ni za kupotosha, hazihusiani kabisa na watu wa China. Ni muhimu kwa watu kuweza kudhibiti habari hizi ambazo ni za uongo kabla ya kuzisambaza katika eneo ambalo basi watu wanapata changamoto kama watu wa Gaza. Hizi ni propaganda za kisiasa, zinawaathiri watu wa huko Gaza. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.